Karibu mtazamaji kwenye mwendelezo wa taarifa zetu za kimichezo, na hapa tupo na kocha Zuberi Mkalaboko kwa ajili ya kujadili yale ya kimichezo ambayo yako mbele yetu, hasa katika dabi ya Kariakoo. Kocha Zuberi, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vizuri kabisa. Namshukuru Mungu, safi tu. Kocha Zuberi, tulishuhudia dabi ya kwanza katika msimu huu, Young Africans akiwa mwenyeji pale pale kwenye uwanja wa Amani Complex, lakini tunaenda kuishuhudia dabi ya pili ambayo inachezwa kwenye mashindano ya Muungano, Simba dhidi ya Young Africans pale pale kwenye uwanja wa New Amani. Nini ambacho unakiona tactical kiufundi zaidi katika dabi hii? Ni kabati bila vyombo, mechi ya makasiliko. Dabi hii kabati bila vyombo, kwa maana wewe ndio utajua uvipangeje, uviwekeje kwenye shevu gani, ya juu ya chini, vitakuwa vya udongo katikati ama nini. Kwa nini? Kwa sababu mechi ya dabi ya Simba na Yanga ambayo wanakutana mara mbili kihistoria, hatukuwahi kuona dabi ambazo zinafuatana kwa ukaribu kama safari. Maana kuna mechi hii ambayo inachezwa kesho panapo majaliwa inshallah, na kuna mechi ambayo inachezwa Jumapili kwa maana tarehe 3. Lakini hizi timu zinakutana kwa wakati mwingine ambao uko tofauti sana kwao wote, kwa maana Young Africans na Simba wenyewe, na kinachochagiza zaidi ni mchezo wao wa mwisho waliokutana, namna ambavyo mechi ilikuwa imeonekana na dhidi ya mchezo huu wa sasa na timu zote zinavyoonekana. Ni dabi ambayo kwa mara ya kwanza kwa kipindi cha misimu minne kila shabiki wa Simba anaitamani dabi. Kila shabiki wa Simba anaitamani dabi kwa hamu kabisa, kwa kuona chochote kinaweza kutokea kwao kwa zaidi ya 60%. Hao ni Simba, kwa maana kwa kurejea ubora ambao walikuwa nao mzuri sana kwenye mechi ya mwisho ambayo iliwakutanisha hawa kwenye duru ya kwanza ya ligi ya NBC, mchezo ambao Simba walikuwa na mchezo mzuri sana kwenye utawala mchezo, japo hawakushinda mechi. Na hilo ndio linawatia hamu kuona kwamba hawa tunawaweza, tunaweza tukafanya chochote. Na mechi hiyo ambayo kwa Young Africans ilikuwa ni mechi ya machukizo sana, hawakuwa na kiwango bora kabisa, na mashabiki wa Yanga pia kinawafanya dabi ya safari nao wanaenda bila kujiamini 100%. Yanga waendi kama dabi zingine kwamba tunamkanda mlete tumuonyeshe kazi. Hii dabi kidogo imeleta discipline kwa sababu ya display ya last dabi ambayo tulishuhudia sote. Lakini kipi hasa ambacho pengine tunaweza tukakisema katika uchambuzi wa mbinu na ubora wa hizo timu kwa sasa? Hizo timu kwa sasa zinafanana mambo mengi, lakini zinatofautiana mambo muhimu. Yanga na Simba zinafanana mambo mengi, zinatofautiana mambo muhimu kwenye mchezo, katika staili ya kucheza. Na zaidi nikiwatazama Simba wamekuwa na timu nzuri sana kwenye mapana ya kiwanja, kuwa na wachezaji ambao wazuri mno kuitengenezea timu umbo zuri la kushambulia kupitia mapana ya kiwanja. Namtaja Anset sambamba na Libase Gaye, ambaye akiwalisia Libase amekuwa ni kiungo mzuri sana, mshambuliaji ambaye ana kasi nzuri, anaweza kupiga cross vema, anaweza kupiga mbali, anaweza kudrive, ana runs nzuri sana kwenda kwenye kutafuta nafasi, na haswa kwenye sprint kwenye zile space ambazo zitakuwa zitafutwa na timu na hata zile ambazo amezitafuta. Kadhalika Aniseti ana utundu huo, lakini tabu yao kubwa kidogo Simba imekuwa ni lile eneo la mwisho, kupata namna ya umbo zuri kulitengeneza, hata kama hafungi mshambuliaji huyo, lakini hawa wengine watakapata nafasi nyepesi, kwa maana wanatengeneza excellent run and positioning. Unajua kuwa na excellent run and positioning, mnakuwa na mikimbio mizuri na kukaa kwenye nafasi vema. Simba kuna shida kidogo eneo la mwisho. Sasa ubora wa kutoka kwenye build up kwenda kwenye creation, shida imekuwa kwenye finishing. Sio kuzungumzi katika mechi ambazo za tabaka la kati, kuna mechi ngumu kubwa wanabana sana kwenye finishing. Sasa mchezo huu wa Simba na Yanga una shida nyingine kubwa, ambayo Simba wana shida kwenye finishing, lakini huku build up yao creation wanakwenda vizuri sana. Young Africans ni timu ambayo yenyewe maeneo muhimu yanayotofautiana na Simba ni mawili: kujilinda na kuwa na safu kali ya ushambuliaji. Kwa hiyo maana yake wana uhakika wa usalama kwenye kujilinda, ni hatari zaidi wakikushambulia. Sasa football it is a game of dynamism, lazima nikushambulie tukushambulie. Sasa Simba ni timu nzuri sana, lakini eneo la kujilinda nao wana shida kiasi, kwa sababu ukiangalia hata magoli ambayo wameruhusu kufungwa kwenye michezo ya ligi ya NBC sambamba na sasa, na ukiangalia kwenye mechi ambayo ime increase intensity, hii ni mechi ya tabaka la juu sana katika ligi yetu, ndio mechi ya darasa mfano hii kwa timu zingine zote, inahitajika nidhamu sana kwenye kubalance matukio yote mawili.
wastani mzuri wa kujilinda na waboreshe eneo lao la ushambuliaji. Wakati Yanga Africans wanahitaji kuwa tu na umakini na utulivu kwenye kujilinda na kushambulia, kwa sababu ndio eneo ambako bora. Lakini mbaya zaidi katika mchezo huu ni staili ya kucheza ambayo kila timu imeiongeza na ambayo nadhani inaweza kukoleza dabi. Dabi hii naiona itakoleza kwenye vita zaidi bila mpira. Dabi iliyopita Simba walifaulu sana vita zaidi bila mpira. Yanga hawakuwa kwenye ubora wa vita zaidi bila mpira. Maana yake kuli organize defense baada ya kupoteza position, kitu ambacho kiliwapa ubora sana Yanga. Maana yake nini? Kwamba kipindi ambacho ukiwa na mpira wanapopoteza kwenda kwa mpinzani, Yanga Africans walikuwa wanazubaa mno. Simba wanaweza kufanya wanayoweza kufanya kwa haraka kubwa, kitu ambacho pia kilifanya mchezo uwe kwa ubora sana kwa upande wa Simba. Lakini Yanga Africans katika mechi za sasa za ligi ndio timu ambayo inarudisha mpira kwenye maya yake haraka kuliko timu yoyote, na kitu ambacho nakiona kipo tofauti. Mechi ya mwisho ya dabi na baada ya mechi kadhaa kabla ya kwenda kwenye break ya FIFA Series, Yanga Africans ilikuwa inacheza katika kuchelewa sana kurudisha mpira kwenye maya yake. Lakini baada ya break hii kurudi, kwa takwimu zangu, Yanga Africans ndio timu ambayo inanyang'anya mpira haraka kwa wapinzani kuliko timu yote. Lakini ndio timu ambayo inashambulia haraka sana ukifanya makosa kuliko timu yote. Magoli yao mengi wameyafunga baada ya wapinzani wao kufanya makosa, hima wakiwa wanapanga mashambulizi ama wakiwa wamepoteza mashambulizi. Kuna mambo mawili: ukiwa unapanga mashambulizi umenyang'anywa, au umepoteza shambulizi. Maana ukipoteza shambulizi unafanywa transition, unapopanga mashambulizi umepoteza, unakuwa umefanya turnover. Sasa hiki ni vitu ambavyo kwa Yanga Africans wamekubuhu sana kutumia nafasi hizo, kitu ambacho kwa Simba pia inatokea turnovers, lakini wakati mwingine wanakuta timu ambazo zinaweza zisikuadhibu hivyo. Sasa nini ambacho nakitazamia kwenye hii dabi ambayo nasema ni dabi ya makasiriko na naitazama kama ni kabati bila vyombo ambayo natakiwa mtu apange, ni kwamba ubora wa hizi timu kwenye haya maeneo pengine ndio yanaweza yakaifanya hii dabi ikatupa kitu tofauti zaidi, kwa sababu ya namna ambavyo timu hizi zote mbili zinacheza. Kwa namna ambavyo unautazama mchezo utakavyokuwa, ni eneo gani ambalo linaweza likaamua ama litakachukua upana wa kuamua matokeo ya mchezo huu? Timu nzima kwenye utulivu, kwa sababu mechi inaamuliwa na utulivu wa timu. Mkifanya makosa kwenye ulinzi kama timu mtafungwa, mkifanya makosa kwenye ushambuliaji na kutumia nafasi kama timu mtafungwa. Kwa timu yoyote kati ya hizi ambayo itajipa utulivu kwenye kucheza kama timu, na bahati kwa mechi 5 zilizopita kwenye timu zote hizi mbili, nikiangalia Yanga wanacheza sana kama timu. Ni ngumu kusema mchezaji gani kawa bora kwenye mechi. Utasema Okello, lakini kwa faida ya wenzake. Timu yote unaona wana discipline ya pamoja. Juzi tulikuwa tunazungumza hapa kusema kuhusiana na Damaro, nilikuwa napata wasiwasi, lakini mechi ya Azam ni miongoni mwa mechi zenye intensity hali ya juu. Unaona ubora wa Damaro ulivyotengenezwa, maana yake sasa hivi wamempa anacheza eneo dogo, na Damaro ni positive good passer, anaweza sana kupiga pasi, na mkikalia eneo dogo maana yake afanye mikimbio mingi, tafsiri yake huwezi kumkosa kwenye ile kasi yake ambayo ni ndogo sana kwenda kwa react. Sasa nini maana yake? Maana yake ni kwamba inatengeneza timu, inatoa ule utulivu, nasema deeper role, inakuwa na ultimate composure, wanapata ule utulivu wa halisi ambao unaweza kuwapa nafasi nzuri. Kwa hivyo hata yeye anapata nafasi ya kutulia bila mpira na anaendelea kupiga zile clever passes zake ambazo mara nyingi zitakuwa zinasaidia timu kwenda kwenye maeneo sahihi. Sasa hicho ni kitu bora sana ambacho kwenye midfield pia kunaonekana kutakuwa ni sehemu ya battle. Wasema midfield itakuwa midfield battle, kwa maana kwamba kwenye midfield itakuwa sehemu ya battle. Lakini nimevutika pia na style ambayo niliona mechi ya Azam. Yanga wajanja hawafanyi mipango kwenye midfield, yeye wanavuruga mipango kwenye midfield. Yanga hawafanyi mipango kwenye kiungo, wanavurugia mipango kwenye kiungo. Yaani wewe kwenye kiungo ujaze viungo wako, akija pale hawaji kuchezea pale, wanakuja kukuvurugia pale. Kwa wewe mnateseka mpati mpira pale, lakini mpira wao wanaifanyia pale sehemu kama mnara tu wa kuhamisha mawasiliano. Yanga wanatumia eneo la midfield kama mnara wa kuhamisha mawasiliano. Niliona ndio ilitumika kwenye mechi dhidi ya Azam. Sasa natamani kuona Steve Barker anaendaje kukosoa huu utaratibu wa Yanga Africans wa kufanya kitu kwenye mpira kinaitwa deep saving. Mnakuja ndani kuharibu mipango, lakini hamfanyii mipango yenu ndani. Mipango yenu mingi mnairatibia nje. Mnairatibiaje nje? Mnazuia wapinzani wasicheze, lakini mkipata mpira nyinyi mnatafuta kwenye nafasi, ndio mnakoondokea. Hiyo kuna timu zinaenda kutafuta nafasi tiondoke, lakini kuna timu zinaondoka kwenye nafasi zilikuwa zinaondoka. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba kuna wengine wana pass kwa ku break through basic lines, tunapasia kwa kuvika mistari tuondoke, lakini kuna wengine wana pass kwa kutafuta passing gapping holes, tunatafuta mashimo ya pass tupige. Unaona football hivyo kwa tofauti. Mimi na pass kwenye mistari ili niondoke, mimi natafuta maeneo ya kupasia ili niende. Tofauti yake ni kwamba huyu anayetafuta maeneo ya kupasia ili aende anatumia muda mwingi, maana yake muda mwingi mtakuwa karibu naondoka, lakini ana pass kwenye passing break through basic lines, kuvunja ile mistari ya msingi, maana yake anapiga mwelekeo wa mpira sehemu ambao watu watakwenda. Nini maana yake? Rejea goli ambalo alifunga huyu nani? Huyu
huyu Dube, ile ni passing break through basic lanes, kwamba unapiga kwenye mistari watu waondoke. Nilikuwa na pause, nilikuwa nakwambia hii ndio tofauti ya pass, kupiga kwenye mistari na kwenda kwenye mashimo ya pasi, kwa maana passing gapping holes kwenye football ni vitu ambavyo coaches wanajua. Lazima utengeneze timu ina attacking variations. Ni kitu ambacho nimekiona kwa Young Africans, wana attacking variations. Wanaweza wakikunyang'anyia mbali na wewe hujakaa sawa, wanakutoka huko kwa mbali wanakufuata kwa haraka. Ndio maana ukaona ile goli ilihusisha pasi chache tu. Mende imenyang'anywa, imepigwa imeondoka. Kitu kingine kwanza kanyang'anya, akasubiriwa mbali aje zipigwe pale aondoke. Sasa ile ni smart play ambayo mara kadhaa inakuwa na hatari sana kuna mechi ngumu, kwa sababu mechi ngumu mnakuwa na pressure kubwa. Sasa mkifanya makosa mkavunjika na watu ambao wanaweza kuvunja mistari na pasi zao, wanaorganize kwa wepesi. Sasa nini ambacho nimekiona hicho. Lakini Simba nimpenda pia ubunifu wa viungo wao wale. Kama timu inakamata flow ya game, wasiwasi wangu timu inapopoteza flow ya game, wale viungo wanageuka mzigo. Kasi ama... kwa sababu viungo wa Simba wazuri sana, timu ikikamata flow ya game waje, mkianza kupambana kutafuta mpira. Umetazama mechi ya Azam kipindi cha kwanza chote waliteseka sana. Sasa kwa nini sasa mkianza kupambana kusaka mpira ni shida? Sasa maana yake ni kwamba mnaweza mkalazimishwa makosa ikawa ni hatari kwenu. Kwa hivyo ni mechi fulani ambayo unaitazama, lakini bado ubora wa wachezaji wa Simba kupiga, wakiachwa mbali wana uwezo mzuri wa kupiga, akina Alibase, Anse Toula hivyo. Unaweza mzuri sana. Kocha, ni wachezaji gani ambao watizamwe sana, pengine wanaweza wakaamua mchezo kwa pande zote mbili? Nadhani kuwa na umakini kwenye nafasi. Najaribu kusema, sitaki kusema fulani hatari fulani hatari. Hapana. Kwa mfano, moja eneo ambalo limeanza kuleta madhara kwa Yanga ni eneo analocheza bwana mdogo Alan Okello. Alan Okello anakuwa kama msoma darubini, adubini ile ya hospitali. Yaani ni adubini inayopimia magonjwa. Anajua kabisa hapa typhoid, UTI, kwa maana kwamba namna ambavyo ameanza kuwa na mchango Okello. Okello kama mpima magonjwa ya hospitali, maabara. Yuko maabara. Anacheza kama yuko maabara Okello. Sasa hivi anachagua pale assist goli. Na unaona amekuwa na mtiririko wa kucheza kama yuko maabara, namna anavyo assist. Sasa ukiwa na mchezaji ambaye anacheza hivyo, madhara yake ni haya. Okello sio mchezaji unaweza kumtafuta kwenye purukushani wala kashikashi. Yaani mchezaji ambaye ana scan, anacheza kwenye mahitaji sana. Na sipendi sana mchezaji mwenye anacheza kwenye mahitaji. Adhibitiki. Kocha, adhibitiki. Mchezaji wa kashikashi mtakatembea naye mkabali kule. Mchezaji anayecheza kwenye mahitaji adhibitiki. Kudhibiti kwake ni kwamba mpira wake wote ambao akiupata kwa ufundi wake kwa usahihi unaleta madhara. Tazama tele mechi ya Azam. Wala zunguki na watu muda wingi. Kila mpira anaopata una madhara. Sasa ile ni baya sana kwenye mechi kama dabi, kama anacheza kwenye halfway lines kwa upande wenu na mnakutana kama ni hatari. Lakini Suleiman Mwalimu kana mtulivu, ana consistency ya kufunga. Naona sasa. Kwa hiyo sio mchezaji ambaye kumwacha kwenye sanduku kwa wepesi na mpira. Anafahamu maamuzi. Anafahamu maamuzi Suleiman Mwalimu. Ni wachezaji ambao wananipa wasiwasi. Kwa namna ambavyo, kwa kumalizia, kwa namna ambavyo unautazama mchezo, nini ambacho unahitaji zaidi hasa nje ya uwanja? Mchezo unahitaji nidhamu. Nidhamu kwa timu zote, nidhamu kwa wachezaji na kuheshimu mbinu. Na mbinu nitaongea kwenye maeneo matatu ambayo mara nyingi michezo ya dabi inatukabili, inaleta shida. Kwenye football kuna mbinu kwenye maeneo matatu tu. Kuna mbinu binafsi kwa faida ya timu, kuna mbinu za watu wanaocheza kwenye nafasi kwa faida ya timu. Labda fullback na winga wake, ama back libero na stopper, namba 5 na namba 4, ama namba 6 na namba 8. Tunazungumzia ni group tactics. Lakini individual tactics za kutumia namba 2 au namba 5, namba 6, namba 7, namba 10 ni individual tactics, lakini hiyo kwa faida ya timu. Lakini baadaye inakuja team tactics, wote kama timu mnaunganikaje. Sasa mchezo kama ya dabi inahitaji sana team tactics, ili mbebe group tactics na individual tactics. Lakini kama mnaanza individual tactics 0, mtaathiri group tactics. Kwa mfano kama mimi sitofanya vizuri winga, nitamuathiri fullback wangu. Kama sitofanya vizuri kiungo, nitawapa tabu viungo wangu, walinzi wangu. Na kama sitofanya vizuri mshambuliaji, nitawapa tabu viungo wangu na walinzi wangu, namna ambavyo mechi ile tunaiongezea pressure. Kwa hiyo ninachotegemea kutoka kwao ni nidhamu ya mbinu na utulivu wa pressure. Utulivu wa pressure, kwa sababu emotional control that's one of the best. Kwamba ukiwa na emotional control ni kitu muhimu sana kwenye football, kwa sababu ndio itakupa wote muweze wanasema kuwa flatter. Umeelewa? Kutamanishana, kuvutiana, kuflata. Kwamba bwana umenitamanisha kuflata, kuwa flatter kuwa flatter. Sio? Kwa hicho kitu ambacho nakiona.
Kocha, tunamaliza kwa hili sasa. Hivi Steve Barker alivyouendea mchezo dhidi ya Mlandege kwa namna ambavyo silaha zake nyingi hazikuanza, anakuwa na faida kwenye mchezo wa dabi kwa maana ya kiufundi? Hapana. Kila wanasema always next opponent is difficult opponent. Hii ni mechi ambayo inachezwa baada ya saa 72. Ni nyingine hii. Sasa labda uniulize akiapproach kama vile game itamsaidia. Approach ya game ya coach inategemeana na mpinzani anataka nini kwa mpinzani. Steve Barker alikuwa anajaribu kucheza zile mechi za dabi, alikuwa anafahamu timu hizi za matabaka ya chini usiwashe moto wa gesi kupashia maharage. Yanaweza kama maharage yameiva na gesi imeisha. Umeelewa vizuri? Unachokifanya kwa timu za tabaka la chini unacheza kama unapasha kiporo. Ni chakula kilichoiva, ila sasa wanachokifanya moto kidogo kwa sababu ukiwacha tena kile chakula utakiunguza. Kwa hiyo alichokuwa anafanya kwenye mechi za Mlandege na wale mafunzo alikuwa anacheza kama anapasha kiporo. Kocha Steve Barker. Kwa nini? Kwa sababu ukianza na pressure na wale watu wakikubana unaweza kupata mechi ngumu. Lakini ukianza taratibu unaenda kwa control tempo. Unawaingizia watu wako wanapambana nao, ukiongezea moto unajikuta wao wameshuka. Ndio walikuwa anawafunga kikubwa. Lakini mechi mnacheza wakubwa wenzio. Uweze kupasha kiporo hapa. Hapa mnaanza pishi jipya. Lazima muje na hiyo intensity ya mapambano. Shukrani sana kocha. Asante sana.